Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa jeshi la nchi hiyo limeharibu meli inayodaiwa kuwa ya ulanguzi wa dawa za kulevya kutoka Venezuela. Tukio hilo lilifanyika katika bahari ya kimataifa, huku meli hiyo ikielekea Marekani, kwa mujibu wa taarifa Trump aliyoitoa jana Jumatatu, Septemba 15 mwaka 2025. Katika hotuba yake, Trump alisema kuwa wanaume watatu waliokuwa ndani ya meli hiyo waliuawa wakati wa operesheni hiyo ya kijeshi. Hata hivyo, hakutoa ushahidi wowote unaoonyesha kuwa meli hiyo ilikuwa ikibeba dawa za kulevya, jambo ambalo limezua maswali kutoka kwa wachambuzi wa kimataifa kuhusu uhalali wa shambulizi hilo. Wakati huo, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alilaani vikali tukio hilo na kulitaja kwa kitendo cha uchokozi wa Marekani dhidi ya taifa lake. Akizungumza na waandishi wa habari katika mji wa Caracas, Maduro alimshtumu mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Marco Rubio kuwa mbabe wa vita, akiashiria kwamba Marekani inachochea mivutano ya kijeshi kwa maslahi ya kisiasa. Mvutano kati ya Marekani na Venezuela umeongezeka kwa kasi kwenye siku za hivi karibuni baada ya Marekani kupeleka meli zake za kivita kusini mwa bahari ya Caribbean. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, operesheni hiyo inalenga kukabiliana na mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya unaodaiwa kuwa na mizizi nchini Venezuela. Hata hivyo, operesheni hiyo tayari imesababisha vifo vya watu 11 katika shambulizi la awali na kuzua taharuki katika ukanda huo, pamoja na wasiwasi mkubwa katika jamii za kimataifa kuhusu ongezeko la matumizi ya nguvu za kijeshi na uvunjaji wa sheria za kimataifa. Hadi sasa Marekani haijatoa ushahidi wa wazi kuthibitisha kuwa meli iliyoharibiwa ilikuwa inasafirisha mihadarati. Serikali ya Venezuela imeapa kujilinda dhidi ya kile inachokiita uvamizi na uchokozi wa Marekani, huku ikitafuta msaada wa kidiplomasia kutoka kwa washirika wake wa kimataifa.